Bwana, siku hii ya leo tuko na orodha ya wachezaji watatu ambao wanahusishwa sana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika msimu ujao, msimu wa 2026 2027, ambao watakuja kuisaidia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kufikia malengo yao ama kufikia katika ile nchi ya ahadi ambayo Simba Sports Club wanatamani kufikia mpaka sasa. Niko na orodha ya wachezaji watatu ambao tutakwenda kukutajia mtazamaji wa Royal Television, lakini kabla ya yote basi ni kuombe gusa alama ya subscribe hapa YouTube, lakini TikTok ya Royal Television hakikisha basi umegusa follow. Jina langu ni Manuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA. Twende mpaka tamati mwa taarifa hii, mtazamaji wa Royal Television. Mchezaji wa kwanza ni golikipa wa Nigeria ambaye ni golikipa namba 1 wa Nigeria anayefahamika kama Stanley Nwabi, lakini mchezaji mwingine tuliye naye ni Ashley Pido. Huyo hapa ni mchezaji anayechezea namba 9 ambaye ni raia wa Afrika ya Kusini, lakini tuko na mchezaji mwingine hapa anayefahamika kama Abdul Karim Watambala ambaye bwana katika Instagram yake unaweza kuandika Abdul Karim_Watambala 25, huku utampata vyema zaidi na zaidi. Huyu mwamba ni raia wa Uganda na ni mchezaji wa Uganda ambaye amefanya performance nzuri sana mpaka sasa. Sasa tukianza kumzungumzia mmoja baada ya mwingine katika hawa watatu ambao nimekutajia, tukianzia kwa golikipa huyu ambaye anayefahamika kama Ashley Nwabi ambaye mpaka sasa tunavyozungumza ni mchezaji huru ambaye kwa sasa ni mchezaji ambaye hana timu rasmi. Kabla ya yote aliondoka katika klabu ya Chippa United mwanzoni mwa mwaka 2026 na kwa sasa ni mchezaji ambaye hana timu mpaka sasa. Ndio maana kwa performance ambayo nilikujuza hapo mwanzo, performance yake kwa kuzuia au kwa kudaka mikwaju ya penalty katika AFCON 2024 na kusababisha timu yake ya taifa kufuzu katika hatua ya finali. Hiyo ndio performance ambayo mpaka sasa imeshtua watu wengi na imemfanya watu wengi na imefanya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutamani huduma yake. Lakini si Simba Sports Club peke yake, bali ni kuna klabu zingine ambazo zinatamani huduma yake, lakini tunavyozungumza kwa sasa ni mchezaji huru na ni mchezaji ambaye performance yake ni kubwa, lakini sifa yake nyingine ni kutokana na kimo chake. Bwana, huyu ni mchezaji ambaye ni ana kimo cha kwenda hewani, ni mrefu bwana, ni super tall. Nikikujuza kuhusiana na taarifa zake za msingi, taarifa binafsi, huyu ni taarifa zake binafsi. Kwanza jina lake kamili anafahamika kama Stanley Nwabi, lakini alizaliwa Juni 10, 1999 nchini Nigeria. Nafasi yake ni golikipa, urefu wake ni mita 1.92, lakini klabu yake ni Chippa United ya Afrika Kusini ambayo ilikuwa ni ya mwisho. Kwa sasa ni mchezaji huru. Safari yake ya soka huyu bwana Nwabi alianza safari yake ya soka huko Nigeria katika timu ambayo inafahamika kama Go Round FC, lakini baadaye 2022 alijiunga na Chippa United ya huko Afrika Kusini, na hapo ndipo jina lake lilipoanza kujulikana na kuitwa katika timu ya taifa na timu namba 1 ya AFCON. Lakini umaarufu wake aliopata umaarufu mkubwa kwenye mwaka 2023 Africa Cup of Nation baada ya kusaidia timu yake Nigeria kufika finali. Katika nusu finali dhidi ya Afrika Kusini alionekana kifanya performance kubwa na kuzizuia penalti mbili muhimu na kuwa shujaa katika mchezo huo. Hiyo ndio namna ambavyo tunaweza tukamzungumzia huyu mchezaji wa timu ya taifa Nigeria ambaye ni Nwabi, ambaye anafahamika kama Stanley Nwabi, ambaye Simba Sports wanamtaka na wakimpata basi watakuwa wametisha kinoma noma. Lakini mchezaji mwingine ambaye Simba Sports Club wanahusishwa naye mpaka sasa ni Abdul Karim Watambala ambaye nimekujuza katika Instagram yake, na unaweza kumpata kama Abdul Karim Watambala 25, unaweza kumpata vyema zaidi na zaidi. Huyo ndio mchezaji wa pili ambaye tunakwenda kumzungumzia katika siku hii ya leo. Ni mchezaji ambaye anachezea namba 10, lakini ni katika msimu huu wa 2025 2026 amefanya jambo kubwa sana, amefanya performance kubwa na amekuwa ni MVP, most valuable player katika ligi kuu ya huko kwao Uganda. Katika msimu huu bwana amefanya performance kubwa na ameonekana katika zile sehemu muhimu na ameisaidia timu yake kupata ubingwa katika ligi hii ya huko Uganda, ambapo Abdul Karim bwana Watambala msimu wa 2025 2026 ameonyesha kiwango kizuri akiwa na Vipers Sports Club, ambapo amefunga mabao 12 katika ligi kuu ya huko Uganda, lakini ni miongoni mwa wafungaji bora wa ligi kuu katika msimu huu. Lakini ameisaidia Vipers kushinda mechi muhimu na kuwania ubingwa, lakini pia ameendelea kuitwa katika timu ya taifa ya huko Uganda. Kwa hiyo kama Wekundu wa Msimbazi Simba na wao wakimpata Abdul Karim Watambala ambaye mpaka sasa anaonyesha kiwango bora, ameonyesha performance nzuri, na licha ya kwamba ni unavyomuona kwamba amefanya vyema, umri wake sio mkubwa kabisa. Umri wake si mkubwa kabisa, ni umri mdogo, ni kijana ambaye ana umri mdogo, na kama Simba Sports Club akipata huduma yake basi anaweza akaifikisha Simba Sports Club katika ile nchi ya ahadi. Abdul Karim Watambala ana miaka 26 kwani alizaliwa tarehe 3 Machi mwaka 2000 nchini Uganda. Unaona ni kijana mdogo kabisa. Kama Simba Sports Club akipata namba 10 kama hii, wanaweza kufika katika ile nchi yao ya ahadi ambayo Simba Sports Club wanatamani
anatamani kufika. Lakini mchezaji mwingine ambaye ni Simba Sport Club anamhitaji huyu bwana anaitwa Ashley Kupido. Ashley Kupido ambaye anachezea namba 9. Bwana huyu ni raia wa Afrika Kusini ambaye Cape Town bwana inamjua. Cape Town inafahamu kiwango chake na Simba Sport Club wanamfahamu na wameifuatilia sana huduma yake kwa muda mrefu sasa. Wameweka wazi kwamba wanatamani kupata huduma ya Ashley Kupido ambaye ni namba 9 na ni moja kati ya wachezaji ambao wanafanya vyema zaidi na zaidi. Nikupe taarifa yake naye kwa ufupi, mtazamaji wa Iroyo Television, ili uweze kumfahamu vyema zaidi na zaidi kupitia Iroyo Television. Cha msingi ni kwamba usisahau kugusa alama subscribe hapa YouTube, lakini TikTok usisahau kugusa alama ya follow, kulike na kushare video zetu ili ziwafikie wengi zaidi na zaidi. Bwana huyu hapa Ashley Kupido ni mshambuliaji wa Afrika ya Kusini anayecheza katika klabu ya Stellenbosch na anajulikana sana kwa kasi yake kubwa na uwezo wake wa kucheza kama winga na kufunga mabao. Lakini ni winga ambaye tunaweza kusema winga mwepesi, winga ambaye anafika kwa wakati, ni winga ambaye ana uwezo wa kutawala mpira vizuri. Lakini alizaliwa yeye Mei 5, 2001. Umri wake ni miaka 25, nafasi yake ni forward, lakini pia anaweza kucheza kama winga. Lakini ni kwa sasa anaitumikia klabu ya Stellenbosch FC, lakini taifa yake ni Afrika ya Kusini. Huyu bwana nimekwambia Cape Town inamfahamu, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vyema zaidi na zaidi. Bwana niambie kwenye comment hapo kama Simba Sport Club akiipata huduma ya wachezaji hawa watatu, goalkeeper lakini namba 10 na winga ambayo anaweza kucheza kama striker ambaye ni Ashley Kupido, endapo akiipata huduma yake au akizipata huduma za wachezaji hawa watatu, kwenye comment hapo niambie Simba Sport Club ya msimu ujao itakuwa kuwaje. Kumbuka Simba Sport Club kuingia kutafuta raia wa kigeni ama nyota wa kigeni, winga wa kigeni au striker wa kigeni, na hii ni kwa sababu ya kile ambacho wamekipata kutoka kwa Jonathan Soa, ile huduma ambayo alitegemea kupata kwa Jonathan Soa ambaye alitoka Singida Black Stars na kuonyesha kiwango bora sana mpaka Simba Sport Club kutamani kuipata huduma yake, lakini haijawa hivyo. Mpaka sasa wamekuja kuachana na Jonathan Soa kwa kuvunja mkataba wake. Sasa wanakwenda kumtafuta Ashley Kupido, miongoni mwa wachezaji wenye umri mdogo lakini performance yao ni kubwa, kimo chake ni kirefu, lakini anaweza kufanya mambo makubwa zaidi na zaidi. Endapo kama Simba Sport Club akizipata huduma za hawa wachezaji, Simba itakuwaje? Nijuze hapo kwenye comment. Jina langu ni Emmanuel Pasco, mwenyeji wa ofisi za FIFA. Hadi wakati mwingine, bye bye.